Mwokozi Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, katika hori la kulia ng'ombe. Krismasi hii ni ukumbusho wa kuzaliwa Mwokozi Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, katika hori la kulia ng'ombe. Mariamu na Yusufu walizunguka nyumba za wageni, wakitafuta mahali pa kuzaliwa Yesu. Mariamu na Yusufu walizunguka nyumba za wageni, wakitafuta mahali pa kuzaliwa Yesu. Cha ajabu Yesu kazaliwa katika hori la ng'ombe. 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 Nyumba zimejaa wageni, nyumba zimejaa wageni, nyumba zimejaa wageni, nyumba zimejaa wageni. Cha ajabu Yesu kazaliwa katika hori la ng'ombe. 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 Nyumba zimejaa wageni, nyumba zimejaa wageni, nyumba zimejaa wageni, nyumba zimejaa wageni. Krismasi hii ni ukumbusho wa kuzaliwa Mwokozi Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, katika hori la kulia ng'ombe. Krismasi hii ni ukumbusho wa kuzaliwa Mwokozi Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, katika hori la kulia ng'ombe. Alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, katika hori la kulia ng'ombe. Sikia, ni hakika kabisa tumepata mkombozi wa ulimwengu, na yeye si mwingine bali ni Yesu Kristo. Ndiye mkombozi wetu mkuu wa ulimwengu huu. Ndiye Yesu wa vita, Mungu wa majeshi. Hatuna Mungu mwingine zaidi yake, ila ni Yesu Mnazareti. Sikia wewe. Ale Yesu, 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 Yesu Mwokozi. Ni Bwana wa vita, ni Mwokozi wetu. Ale Yesu, 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 Yesu Mwokozi. Ni Bwana wa vita, ni Mwokozi wetu.
Kazaliwa Yesu Mwokozi wetu, kazaliwa tupe uzima wa milele. Kazaliwa Bwana Yesu ili tupate uzima tele kabisa. Kazaliwa Yesu Mwokozi wetu, kazaliwa tupe uzima wa milele. Na Yesu mwingine bali ni Yesu Kristo, ndiye mkombozi wetu mkuu wa ulimwengu huu. Ndiye Yesu wa vita, Mungu wa majeshi. Hatuna Mungu mwingine zaidi yake, ila ni Yesu Mnazareti. Sikia wewe. Doze. Alewe Yesu Mwokozi. Ni Bwana wa vita, ni Mwokozi wetu. Doze. Kazaliwa Yesu Mwokozi wetu, kazaliwa tupe uzima wa milele. Kazaliwa Bwana Yesu ili tupate uzima tele kabisa. Kazaliwa Yesu Mwokozi wetu, kazaliwa tupe uzima wa milele. Kazaliwa Yesu, kazaliwa baba yetu Yesu Mwokozi wetu. Kazaliwa Yesu Mwokozi wetu, kazaliwa tupe uzima wa milele. Kazaliwa Yesu, kazaliwa baba yetu Yesu Mwokozi wetu. Kazaliwa Yesu Mwokozi wetu, kazaliwa tupe uzima wa milele. Naomba tusimame, nimlete moja kwa moja tuweze kuendelea. Bishop, karibu sana tafadhali. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Basi nikusalimu tena kupitia jina zuri la Bwana Yesu. Hebu mpe mkono jirani yako, mwambie Mungu akubariki. Mwambie mchungaji amefurahi kukuona. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nikuombe ukae. Kwa wale ambao ndio mara ya kwanza kuhudhuria katika semina hii, nikwambie tu Mungu akubariki na neema ya Mungu ikawe pamoja na wewe kuweza kufuatilia yale ambayo pengine wengine waliweza kujifunza. Jina la Bwana libarikiwe. Baba Askofu amesema atawakusanya kuwapa sehemu au kama sio yote mafundisho ambayo wenzako walijifunza. Lakini kwa upande mwingine, ukiingia kwenye channel ya YouTube ukaandika Bishop Anton Asenga, basi mahubiri haya yote aliyo na mafundisho yote ambayo wenzako walipata utayaona hapo. Amen. Na hata mpaka haya ya leo nafikiri utayaona baada ya siku 2-3. Muda kwa sababu tutakuwa tunasafiri, so inaweza kachelewa kidogo, lakini ndani ya wiki inaanza kesho mpaka Jumamosi tutakuwa mmepata mahubiri mengine yote ambayo bado hayajaingia kwenye channel. Jina Bwana libarikiwe.
Mungu akubariki sana mtoto wa kanisa la ushirika Nzega. Mungu akubariki sana askofu pamoja na mama, wazee wa kanisa wote, mashemasi, wakuu wa idara, wanamuziki wenzangu. Jina Bwana libarikiwe sana. Niseme Mungu abariki mno kwa kunikaribisha, kwa kunipa kibali kuwepo kwenye kanisa lenu, lakini pia kunipa ushirikiano katika kukumbushana wajibu wetu kama watoto wa Mungu tunaoelekea mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Nimefurahi sana kuwa katika kanisa kama hili. Kuna mialiko mingi wewe ninaikataa. Na kwa nini naikataa? Naikataa pale tu unajua, yani nikimsoma. Mungu amenipa neema ya kuwa na elimu ya sociology na psychology. Mchungaji ni muda mchache naweza nikajua moyoni mwake yeye anawaza nini kwenye huduma yake. Jina Bwana libarikiwe. Nikishagundua kwamba huyu mtu 75% ni maslahi yake, mimi waga siendi kwake. Kwa sababu mimi siwezi nikapindisha neno la Mungu ili kuweza kuwahamsha washirika wakatoa hela kwa sababu ya hamsha kwa faida ya mchungaji. Hapana. Sasa mara nyingi wanakataa kwenda. Ila kwenu mimi najua mmekuwa mmeimarika katika imani, na nimekuwa na ujasiri wa kuwafundisha kwa kina zaidi na kwa kukumbushana kwa nguvu zote kwa habari ya utumishi na safari hii tulionayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku ya Jumapili huwa tunasemaga ni sherehe. Ni siku ya sherehe. Kwa maana yake huwa tunapenda sana kuhubiriwa. Lakini mimi yani asili yangu niliokoka nikawa mwinjilisti na nimefanya kazi ya uinjilisti kwa muda mrefu. Lakini Mungu aliponitoa huko akanipa kazi ya uchungaji, aliendelea kunyofoa kidogo kidogo ule uinjilisti, akaendelea kuweka ualimu, na mpaka hapo nikajikuta kwamba kuhubiri naona kama yani kuhubiri ndani kama hivi watu ambao wameokoka wanamjua Mungu, nikawahubiri yani naona kama napoteza nguvu zangu bure. Jina Bwana libarikiwe. Kwa sababu hizo amsha hizo naonaga kama watu wanaondoka na furaha tu, lakini walichokichukua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ukija pia kwa Yoshua 1:8 anakuambia, Musa anamwambia Yoshua kitabu hiki cha Torati, yani neno hili la Mungu lisiondoke kamwe kinywani mwako, bali tafakari neno lilomo humo kwa bidii, yani usiku na mchana tafakari neno lilomo humo na kuangalia kuyatenda yote, sio baadhi, yote sawa na vile ulivyoamriwa. Na sisi hapa tulipeana jukumu, tukaambiana jamani, ama tunataka kuzitumia ahadi za Mungu ambazo zimeandikwa kwenye Biblia, lazima tukubali kutii masheti na kanuni alizotupa sisi. Tuko pamoja? Kwa wale ambao walikuwepo, mimi naongea kwa faida ya wewe ambaye ndio leo unakuja. Mungu anazo ahadi nyingi kwenye Biblia, na Mungu anayo maagizo mengi, yani amri nyingi alizoziandika kwenye Biblia, na kuna ahadi yoyote aliyoisema kwamba atakufanyia hivi kabla hajakuambia ni nini unatakiwa ufanye. Kitu cha kwanza tukasema lazima uwe ni mwenye haki. Jina Bwana libarikiwe. Lazima uwe ni mwenye haki, manake lazima uwe umeokoka na umejazwa Roho Mtakatifu na unaishi maisha ya kumpendeza nani, ndipo mengine yatafuata. Haleluya, haleluya.
Kwa hiyo ukijaribu kuangalia mambo yote ambayo sisi tulikuwa tunajifunza, tulikuwa tunalenga hapo kuisikia sauti ya Bwana Mungu wetu kwa bidii. Na yale yote nilikuwa ninafundisha hapa ni sauti ya Mungu, na wewe ulikuwa unasikiliza. Sasa sijajua ni kwa bidii au ulikuwa unasikiliza kama story, sijui. Lakini usiposikiliza kwa bidii, hautofanikiwa wala hautostawi. Yale yote uliyosikia kwako yatakuwa yamepita, hayatakujenga katika jambo lolote. Kwa hiyo ninakupa zoezi la kuhakikisha yale yote uliyoyasikia yatafakari usiku na mchana. Angalia kuyatenda sawasawa na vile ambavyo umefundishwa na neno linavyosema. Ndipo mwanangu utakapostawi sana, na ndipo utakapoongezeka katika kila kitu unachokifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi ninapokutamkia baraka, hiyo baraka inakuja mpaka inafika hapo ulipo. Ikikuta wewe hujakaa kwenye mfumo, haiwezi kufanya kazi. Inakusubiri wewe utekeleze vile unavyotakiwa, alafu yenyewe ianze kufanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Usiseme tu mtungaji amenitamkia baraka kwamba nitakuwa mtu wa mataifa, alafu ukifika huko unaanza kuwasengenya watu, ukifika huko unaanza kuonyesha chuki, ukifika huko kiburi, ukifika huko hutaki kutoa zaka, ukifika huko yani ukafikiri hayo yanaweza kufanyika bila kuwa kwenye msingi, bila kuwa kwenye mfumo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hata usiposema amina ndivyo ilivyo. Amen. Kwa sababu hakuna namna ya kukwepa hapo. Lazima ukubali kuyatii. Anasema pia katika Isaya 1:19, anasema mkikubali na kutii. Ukikubali nini? Haya tunayokufundisha. Ukikubali nini? Neno la Mungu lililo kwenye Biblia. Ukikubali nini? Yani kumweka Yesu moyoni wako, kumfanya kuwa yeye ndo kila kitu, kwa sababu anasema pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya chochote. Sasa siku ukimwacha Yesu pembeni, basi ujue kwamba huwezi kufanya chochote, wala hayo mafanikio ya aina yote aliyokuwa ameagiza haiwezi akakufikiria. Hiyo lazima ukubali. Ya Bwana barikiwe. Kwa hiyo ukikubali na kutii vile ulivyofundishwa na kuamuriwa kufanya, utakula mema. Utakula mema ya nchi, utakula mema ya nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi huaga nawaambia wanangu hivi, mtu yoyote ambaye ni mtii, mtu yoyote ambaye ni mtii, sina mashaka naye kwamba mbinguni atafanyaje? Ataenda. Kwa sababu kile unachokitii ndio njia, ndio mfumo wa kukufikisha mbinguni. Lakini sasa unatakiwa katika hayo unayoitii, ambayo mimi najua kwamba mbinguni utafika, lakini mema ya nchi lazima uyapokee. Kwa mimi nikiona huyapokei mema ya nchi, nikiona huipokei mema ya nchi, mimi najua tu kuna mahali haujatii. Mimi najua tu kuna mahali hujatembea katika mfumo. Mimi najua tu kwamba kuna mahali unapuuza. Mungu sio mdhalimu, Mungu sio mtu. Haleluya. Haleluya. Yani wewe ukiwa mtii lazima ule mema ya nchi. Ukikubali, kwa sababu kutii, yani kutii bila hivi vitu vile vinaenda, lazima ukubali. Kwa mfano umesikia neno linakuelekeza kwa habari ya utakatifu, na kuelekeza kwa habari ya kutoa, na kuelekeza kwa habari. Sasa kitu cha kwanza ukubali. Ukisha kubali, ingia katika hatua nyingine ya pili ya kulitii. Yani kutii maana yake unaingia kwenye kutenda. Ndipo baraka zinaanza kumwagika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kwa muda huu twende angalie mambo machache ambayo zilikuwa yameandaliwa kwa ajili yako. Hata kama tuangalia kiasi gani, lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu, tutoke kwa wakati ili jioni tuweze kurudi. Na
jioni lazima tuhakikishe tunafanya maombi. Mimi naitaga ni maombi ya kiunabii. Jina Bwana libarikiwe. Kwa sababu kila kitu kilichoko duniani, kila kinachoendelea duniani ni kwamba kimeamuriwa. Yaani kimeamuriwa kiwe kama kilivyo, au kimeamuriwa kufanya kama kinachofanya. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo lazima uhakikishe wiki inapoanza, hiyo wiki wewe umeshaipangia, umeshaiwekea mpango mkakati, strategic plan ya kwamba wewe wiki hii wewe lazima kwangu mimi unifanyie hiki na hiki, na lazima uhakikishe kwenye familia yangu iko hivi. Usije ukazuilia kitu chochote kwenye biashara yangu, kitu chochote kwenye afya. Usije ukapanda chochote. Yaani hivyo vitu wewe ndio unatakiwa uvipange. Wewe ni mtoto wa Mungu. Amen. Mtoto wa Mungu, lakini uwe mwenye haki. Ndipo shetani atasikia, ndipo hilo wiki litasikia, ndio mwezi utasikia, ndio mazingira unaishi atasikia. Yana masikio. Jina Bwana libarikiwe. Unaposikia Oktoba, mwezi Oktoba, hilo jina, watu waliolitoa hilo jina wana maana zao, na hilo jina lina maagano yake, na hilo jina lina maana yake, na linasikia in the realm of the spirit, katika ulimwengu wa roho. Lazima ukiambia Oktoba, lazima unipishe nifanye mambo yangu. Kama una mambo yako mengine, nipishe mimi nimtumikie Mungu wangu, na nihakikishe kwamba nafanya. Yaani unapanga wewe. Sasa njoo jioni tuje tupange maisha yako ya wiki inaanza kesho na kwaje, na miezi iliyobaki kufikia Disemba unataka iweje. Alafu tuone kama Mungu wetu tuliompenda namna hii, tuliomtolea namna hii, kama atafanya. Sema amina. Kwa hiyo usitamani kukosa. Fahamu siri ya kufikia hatima ya maisha yako. Fahamu siri ya kufikia hatima ya maisha yako. Jina Bwana libarikiwe. Kuna mambo kama 5 ambayo nilitaka tuangalie. Sasa sijui tuangalie moja au mawili sijui. Lakini la kwanza ni kujichunguza na kuona wapi ulikotoka, wapi ulipo, wapi unaenda. Hicho ni kipengele cha kwanza cha kujifunza ili uweze kufikia hatima ya maisha yako. Lakini kipengele cha pili ni moyo uliopondeka. Kuwa na moyo uliopondeka. Mtu mnyenyekevu. Mtu yani mwenye moyo ulioshuka na kunyenyekea. Huyo mtu ukiweza kupractice maisha ya unyenyekevu na moyo uliopondeka yenye utii, kwa vyovyote hatima ya maisha yako utaifikia. Haleluya. Haleluya. Lakini namba tatu ni kiwango cha juu cha maarifa. Kuwa na kiwango cha juu cha maarifa. Maarifa unayo, mimi najua maarifa unayo. Lakini unatakiwa kiwango kingine cha juu zaidi cha maarifa uwe nayo ili uweze kufikia hatima yako. Namba 4 ni maombi ya urejesho. Maombi ya urejesho. Naposema maombi ya urejesho ni kama hivyo tunataka kuja kufanya maombi jioni, tunayaita ni maombi ya urejesho. Kwa sababu una command, unaamuru, unapanga. Manake kuna vitu ambavyo katika maisha huwa shetani anaviiba. Kuna vitu vinaibiwaga kwenye ufahamu wako, kwenye mazingira fulani vinachukuliwa. Sasa maombi ya urejesho ni ya muhimu sana, na mtu wa thamani kubwa kuhakikisha kwamba anafanya maombi ya urejesho ni kuhani wako. Wewe mwenyewe unaweza ukafanya yote, lakini lazima kuhani wako akufanyie hayo maombi ya urejesho. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe sana. Na kanuni ni wewe kuwa mwenye haki. La 5, kujiungamanisha na madhabahu ili kutamkiwa
utoke pale ulipokwama kufikia hatima yako. Sema amen. Sema amen. Sasa hebu tuangalie hiki kipengele cha kwanza. Kujichunguza na kuona wapi ulikotoka, wapi ulipo na unakokwenda. Tuangalie, tuchukue mfano tu mmoja kutoka katika kitabu cha Luka 15 mstari wa 17 hadi ule wa 24. Luka 15:17 hadi 24. Jina Bwana libarikiwe. Biblia inasema alipozingatia moyoni mwake, isema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. 18. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. 19. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Yaani katika maisha ya kuelekea hatima, lazima ujue ulikotoka. Kabla hujaokoka, ujue ulikuwaje huko ulikotoka. Haleluya. Lazima ujue. Na kwa maisha yoyote yale ya mtu ambaye hajaokoka, yanafanana tu na maisha ya huyu mwana mpotevu. Baada ya kudai haki zake, akaenda zake kustarehe. Ndio maisha ambayo yalikuwa wapi? Yalikuwa kwa huyu. Lakini lazima ujue uko wapi. Ya Bwana libarikiwe sana. Kilicho kufanya wewe mpaka ukaamua kuokoka, ulizingatia moyoni, ukaona kabisa kwamba hapa Jina Bwana libarikiwe sana. Haleluya. 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 Yaani ukaona hapa, mimi nisipomrudia Mungu nitafanyaje? Nitaaibika. Alafu Bwana akafanya kukusamehe dhambi zako zote. Manake ulipokuja kwa Mungu ulizingatia kwamba mimi kwa kweli siwezi kukaa tena kwenye maisha haya, na tamani nihakikishe kwamba ninarudi kwa baba yangu. Haijalishi atanifanyaje, lakini nikae miguuni pa nani? Pa baba. Hayo ndio maisha ambayo sisi tunatakiwa tuyaishi leo. Jina Bwana libarikiwe sana. Lazima ukubali kuyaishi maisha hayo, kwamba uko miguuni pa baba. Wewe haukustahili, lakini ukajikuta amekustahilisha, amekurudisha tena. Amen. Amen. Kwa hiyo ni kuombe tu mwanangu, zingatia. Zingatia ulikokuwa, zingatia ulipo, na ukishajua uko wapi na ni wapi unakokwenda, huwezi ukafanya mchezo. Kwa sababu lengo letu sisi kwenda mbinguni, si ndio? Lakini sasa leo tunatakiwa tufanye nini ili kuweza kwenda mbinguni? Ndio haya ambayo tumejifunza wiki nzima. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ngoja niende kwa baba yangu, ngoja nimrudie baba yangu. Najua tu baba yangu hata asiponisamehe, lakini mimi siwezi kujilisha
na makombo nyumbani kuna vyakula. Mungu akubariki mwanangu, kwa sababu ulichokiamua kuja kwa Yesu umefanya maamuzi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa tunajifunza kutambua ulikokuwa, ulipo na unakokwenda. Sasa kama umeshajua kwamba mimi natakiwa niwepo kwa Yesu, basi maanisha kuwepo kwa nani? Kwa Yesu. Na kubaliana na kila kitu kitakachoinuka, kwa sababu hata ndugu zako wenyewe watakupinga, watakuchukia, watakutenga, watafanya chochote wanachoweza kukifanya. Sio kwamba unaanza wewe. Unasoma, ukiendelea kusoma hii habari, unaona kabisa kwamba ndugu yake, kaka yake na huyu mwana mpotevu, alipoona baba yake amemsamea alafu akamchinjia na mwana kondoo, Biblia inatuambia alijisikia vibaya, alizira. Hata kwenye sherehe ya ndugu yake hakutaka kwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze sisi leo, kwamba unaweza kuokoka alafu kukutana na changamoto, tamani rudi tena ulikotoka. Lakini kama ulikuwa umezingatia ulikotoka kulivyokuwa, hakufai. Huwezi kutamani kufanyaje? Kurudi. Sana sana utakachokitamani ni kumtafuta Mungu kwa bidii, akuimarishe na kukutia nguvu ili usitamani kurudi huko, kwa sababu unalo tumaini jingine la utukufu huko tunakofanyaje? Tunakokwenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hebu tuende haraka tufuate mfano mwingine kwenye hiki kipengele cha pili, moyo uliopondeka. Katika mfano ambao unafahamika na watu wengi, kwa wasomaji wa Biblia mnamfahamu Daudi ambaye ni mfalme. Tunamsoma katika kitabu kile cha Zaburi 51 mstari wa 15 mpaka ule wa 17, jinsi ambavyo na yeye alionyesha moyo wa kupondeka. Anasema, Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana hupendezwi na dhabihu, au ningeitoa. Wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu ya Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Kama unapita katika changamoto, badala ya wewe kuona kwamba kwa nini imepanda, imeteremka, imefanyaje, mwanangu, kumbuka kuna watu ambao walipita kwenye changamoto kubwa, lakini Mungu alisimama upande wao, Mungu aliwatetea, Mungu aliwaonekania, lakini baada ya kushuka na kunyenyekea. Amen. Amen. Historia ya Daudi alifanya uharibifu. Daudi alijikuta amemkosea Mungu kwa kiwango kikubwa. Tunasoma Samueli wa pili mstari ule wa sura ile ya 12 mstari wa 7, jinsi ambavyo nabii Nathan alimfuata Daudi akamweleza dhambi aliyoifanya. Na Biblia inatuambia nabii akamtega kwa swali, akamwambia kulikuwa kuna mtu mmoja ana mifugo mingi, lakini kulikuwa kuna mtu mwingine alikuwa na kang'ombe kake kamoja tu. Lakini cha ajabu, yule aliyekuwa na mifugo na ng'ombe wengi akaenda akamnyang'anya yule mwenye kang'ombe kamoja, akakachukua. Akamwambia mfalme, wewe ungekuwa wewe ungempa adhabu gani huyu mtu? Daudi akasema, huyu anastahili kufa, huyu anastahili kabisa kuishi. Jina Bwana libarikiwe. Akamgeukia nabii, akamgeukia akamwambia, huyu mtu ni wewe. Ndio akamweleza dhambi aliyoifanya, kumchukua mke wa Uria, na si tu amemchukua mke wa Uria, akamuua na Uria mwenyewe.
kilichotokea kwa mfalme Daudi, hakuwa na neno la kusema zaidi ya kuanguka chini na kupomoka na kunyenyekea na kuomba toba ya ndani, yani toba ya ndani. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe. Unajua wafalme ni watu ambao yani wana hizo mamlaka za kwenda kuchukua kikondoo cha mtu ambacho ndio hicho alicho. Yeye akishasema mleteni, ataletwa. Alafu yani ndio hivyo wafalme. Hata leo unaona wakuu wengine wa nchi, akiona mtu ni mtu mdogo sana, lakini akimwambia ukweli, yani huyo mtu maisha yake yako hatarini. Lakini Daudi ni mfalme na alielezwa dhambi aliyoifanya, alipomoka. Jekuwa watu wengine wasio na moyo uliopondeka, moyo ulionyenyekea, kwanza kitu cha kwanza huyo Nathan ingekamatwa katu shingo kwanza. Lakini yeye akapomoka. Kwa hiyo kupomoka kwake kulimfanya Daudi aendelee kuexist, kulifanya Daudi aendelee kutawala, kulifanya Daudi aendelee kufikia ndoto aliyokuwa nayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kama angejifanya yeye ni yeye, yani nikwambie mwanangu, ndoto zake zingekuwa zimefanyaje? Zimeishia hapo. Kwa hiyo jifunze hapo kwamba kuwa na moyo uliopondeka, moyo ulioshuka, moyo wa kunyenyekea ni silaha kubwa sana kukufikisha wewe kwenye hatima. Unaweza ukawa umeokoka ukatengwa na familia yako, wazazi wako wakakukataa, wakakutupa kabisa. Sasa umekaa muda mrefu, umeweza kustahimili kuwepo katika wokovu, isikufanye wewe kuto kuchukua hatua ya kupatana na wale watu. Amen. Lazima ushushe moyo wako, lazima uwasamee, lazima uachilie, ili kwamba uweze kufikia kusudi na ndoto yako. Wewe umeamua kuokoka, lakini ukikosa moyo wa msamaha, ukakosa moyo uliopondeka, ukakosa kunyenyekea, kwa vyovyote vile utakwama tu. Amen. Wewe umeokoka, afu wazazi wako waliokutenga umewadharau, tena unawasema kila siku. Sasa ukiingia kwenye mfumo, unakutana na neno linakugomea. Yani sana wewe utakufa mapema. Sawa, mbinguni utaenda, lakini utakufa mapema. Hutakula mema ya nchi wala utaishi miaka mingi. Kwa nini? Kwa sababu mfumo unasema waheshimu baba yako na mama yako ili uwe na heri duniani, alafu uishi miaka mingi. Sasa haijalishi kwamba baba yako na mama yako hajaokoka, wewe ndio unaokoka, ndio unajua huu mfumo. Ingia kwenye hatua ya kutafuta amani pamoja na wale watu ili ufikie kwenye ndoto yako. Inawezekana Mungu alishakupangia wewe utajenga gorofa ukiwa na miaka 60. Sasa kabla hujafika miaka 60, 50 tu umekufa. Kwa sababu gani? Hukukaa kwenye mfumo na umeshindwa kuishi miaka mingi, kwa sababu wazazi wako uliwakuzia, wazazi wako wa kimwili, wazazi wako wa kiroho. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo lazima ukumbuke hilo. Hallelujah. Kwa hiyo Isaya 1:2 anasema, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, dunia ni mahali pangu pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu ni pa kupumzikia, kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemeka sikiapo neno la Mungu. Hebu just imagine Mungu akiwa kila unapotembea na kuangalia. Akitokea hadi wako anamuona, anamshughulikia. Ikitokea shida kwenye maisha yako anaishughulikia, kwa sababu anasema watu hawa ndio nitakao waangalia, watu wanyenyekevu, watu wenye mioyo iliyopondeka, watetemekao wasikiapo neno langu. Neno likikwambia fanya hivi, fanya. Usichague maandiko, usichague. Amen. Ili popote unapokuepo, hapo ndipo linapolitimia ile neno nakwambia hivi, Mungu akiwa upande wako, nani atakayekaa juu yako? Manake Mungu kwa upande wako, kila unapokwenda yupo. Adui zako ni adui zake. Chochote kitakachosimama kinyume na wewe, yeye anapiga. Somebody shout amen.
Sema tena amina. Kwa hiyo mwanangu, roho ya unyenyekevu, roho ya moyo uliopondeka ni njia pekee ya kukufikisha wewe kwenye hatima. Haleluya. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe sana. Kiwango cha juu cha ufahamu, mimi naona nilisumuze ile kwa ufupi alafu tuishie hapo. Kiwango cha juu cha ufahamu, cha maarifa. Korinto wa kwanza 8:2-3. Biblia inasema mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado, kama impasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Mungu anajaribu kuongea na watu wenye kiburi. Unajua kuna mtu anaweza kuwa na kiburi kwa sababu ana pesa, kawa na kiburi kwa sababu ana elimu, kawa na kiburi kwa sababu hivyo status yake ya kibinadamu, akawa na kiburi. Akadhani yeye anajua. Na watu ambao mimi niwahi kuwaona waliopata hasara duniani ni pamoja na watu wajuaji. Yaani unajua watu wajuaji ni kwamba hivi, hata kama kitu hajui hawezi kumuuliza mtu ili amuelekeze, kwa sababu akimuelekeza ataonekana yeye hajui. Ndio Mungu anasema, yani wewe unayosema kwamba unajua kitu, haujui kitu bado. Hii dunia imejaa package ya mambo. Yani mambo ambayo kwako ni ya faida unayotakiwa kuyajua ni mengi, na uweze kuyajua mpaka mtu mwingine aliyepata neema ya kujua akusaidie. Sasa kama hutaki kushuka na kunyenyekea ukajifanya unajua, utabaki na kutokujua kwako mpaka mwisho. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo lazima utafute maarifa. Lazima utafute maarifa kwa watu ambao wanajua. Kwa sababu maarifa ulionayo wewe ndio hayo ambayo na wenzako watakuja kutafuta kwako. Lakini na wewe katafute maarifa ulionayo wao. Uunganishe maarifa ya kwako na maarifa ya wengine, ufike kwenye hatima ya maisha yako kirahisi. Jina Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Yaani katika watu ambao sioni aibu wala sioni kudhalilika kwa namna yoyote ninapotaka kutafuta maarifa kwenye jambo fulani. Yaani hata kama huyu mtu mwenye maarifa ni mtoto wa miaka 7, mimi nitakaa chini anielekeze. Sasa kwa bahati mbaya sana kichwa chenyewe wala sio zaidi ya dakika 10. Ukishanielekeza tu dakika 10 imekula kwako. Hata kama ulikuwa unanipiga chenga ili nisielewe haraka, lakini dakika 10 imekula kwako. Hata wakati mwingine sio nikuulize, nikikuangalia tu hivi unavyofanya, dakika nyingi 15 nimeondoka na hicho kitu unachokifanya. Sasa hii ni neema tu ambayo mtu anapewa. Isipokuwa lazima wewe ukubali ulichokuwa nacho, utafute na kingine uongezee pale. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Hakuna kitu ambacho kinamfanyaga mtu asifike kwenye hatima ya maisha yake kama kutokuwa na maarifa, tena ya kiwango kingine. Yaani wewe si una maarifa yako, sasa unatafuta kiwango cha juu zaidi ya kile ulichokuwa nacho. Iwe ni mfanya biashara. Sikiliza, ukienda kufanya biashara ambayo huna maarifa na hiyo biashara kwa kiwango kingine, kwa vyovyote vile utawategemea watu na akili zao wasimamie hizo biashara zako, si ndio? Sasa wewe unafikiri watakuibia kidogo? Wanakuibia alafu wanakufanyia na mahesabu, wanakuonyesha kabisa wewe hujui chochote. Hujui hata wanakuibaga wanaanziaga wapi, au hujui mbinu wanazotumiaga kuiba, hujui. Kwa hiyo kama ilikuwa ufike baada ya miaka 5 ungekuwa unasungumziwa kwenye bilionea, utakuwa umebaki kwenye mtu wa kawaida. Jina Bwana libarikiwe. Hivi vitu hivi, kwa mfano hata si wachungaji, yaani ukiwa hujui chochote kinachoendelea hapo kanisani, kwenye muziki, kwenye umeme, kwenye nini hujui, yaani nyanyasika kweli. Alafu istoshe wanaweza wakakudanganya, yaani hata kitu sio tatizo, lakini wakalitengeneza tatizo ili wao waishi. Jina Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wanachukua hela yako mfukoni ambao ulishaibajetia kitu kingine, wanaenda wanakula, alafu wanakuja pale wanaseti tu mambo yameisha. It is more important to know each and everything ambacho kinakuzunguka wewe.
Yaani sio kwamba ujue kwa viwango vya kitaalamu, lakini angalau usidanganywe. Jina Bwana libarikiwe. Hata kama wewe ni mkulima, lazima uwe na maarifa ya juu ili ujue kwamba hiki kilimo changamoto ni zipi. Haleluya. Ujue changamoto ni ipi nitakutana nayo, ujipange. Sio kila kitu unategemea mtu. Wewe unaenda shamba unakuta chawa nyekundu, wale chawa nyekundu wamekaa kwenye majani, kama ni bamia, kama ni alizeti, yamekaa kule zile chawa nyekundu. Wewe unafikiri ndo design ya mmea wenyewe. You know nothing. Kwa hiyo lazima utajikuta unapata hasara kwa sababu umekosa kiwango fulani cha ziada cha maarifa. Amen. Kwa hiyo ufikia hatima yako ya haraka, sio tu kwenye masuala ya duniani, hata kwenye mambo ya kuelekea mbinguni. Kama una maarifa ya ziada, utapotea tu. Hata maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Lazima uwe na maarifa ya kujua hivi mimi hiki kitu ninachofanya mbele za Mungu, faida yake ni ipi, hasara yake ni ipi. Pasipo maarifa utafanya tu kama wafanyavyo. Hatima yake huwezi kumuona Mungu akifanya mambo makubwa. Alafu matokeo yake utaacha hata na wokovu ukifikiri Mungu ni msanii, anasemaga uongo. Mbona anasema anabariki, mbona sijaona akubariki? Anakubariki vipi mchoyo wewe? Anakubarikije? Anakubarikije wewe ambaye unafanya kazi kwa ulegevu? Unafanya kazi ya Mungu kwa ulegevu, anakubariki vipi? Yaani badala ya kubarikiwa wewe unatembea na laana. Anasema amelaaniwa yule afanyaye kazi ya Mungu kwa nini? Kwa ulegevu. Sasa wewe unatembea na laana. Unategemea nini kitakachotokea kwenye maisha yako? Mungu anakupa, unaona 10% ni kubwa sana, unatafuna na hiyo tena mbaya zaidi. Umeingiza kwenye biashara. Yaani umeingiza jini lile linalonyonyaga damu ndio umeingiza kwenye biashara. Ukafikiri ndio unaongeza mtaji. No. Hamna kitu kama hicho. Tena katika laana kubwa anasema, yani mimi sijaona sehemu nyingine Bishop Mungu ameandika laana akalafu akasema laana kuu. Lakini kwenye Zaka ameandika umelaaniwa kwa laana kuu. Hebu fikiria kama Mungu ameongezea na huu. Yani ni uogope na utetemeke, kwa sababu usipokubaliana na hilo utakuwa unatembea na laana na huwezi kuzifaidi baraka za wokovu hata siku moja. Jina barikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mimi naambiaga wanangu, jamani, mimi sikufundishi ili utoe zaka mimi nifaidi. Mimi ulishanifanyaje? Mimi Mungu alishafanyaje? Alishanionyesha njia ya kufanikiwa. Nachojua tu kile kidogo nitakachokipata nampa yeye anazidisha mara 2. Amen. Kwa hiyo ukiwa na maarifa ya juu ya kiwango kingine, yani watu wawili wanaweza wakapewa, mmoja akapewa milioni 1 kama mtaji, mwingine akapewa 100,000. Mwenye 100,000 akana maarifa ya juu zaidi kuliko yule mwenye milioni 1. Wakaanza biashara kwa siku moja na kwenye eneo moja na kwenye biashara moja, lakini utashangaa mwenye 100,000 ametoboa, wewe mwenye milioni huna hata hela kununua dagaa, imeshaisha yote. Kwa hiyo ndoto yako ya kwamba uliomba hela ili ufanye biashara ufike kwa hiyo ukanunue sijui bodaboda sijui kafanyie, itaishia njiani. Kwa hiyo mwanangu, naomba ufanye hivyo. Haleluya. Maombi ya rejesho ni kitu cha kawaida, unaelewa? Ngoja niruki hapo, lakini nisungumzie kwenye kipengele cha mwisho, kujiungamanisha na madhabahu ili utamkiwe, ili ufunguliwe, ili uwe huru. Sikiliza nikwambie mwanangu, inawezekana wewe ni muombaji, yani inawezekana ukawa muombaji kuliko hata baba mchungaji. Inawezekana ukawa yani unajiona nini kuliko hata babako mchungaji. Lakini kuna vitu ambavyo wewe huwezi kufanya mpaka baba yako mchungaji avifanye. Haleluya. Haleluya. Jamani, niwaulize swali. Hili swali linaweza likawasaidia sana.
Kwa sababu kanisa limejaa wamama wengi. Nafikiri wengi wameshaingia leba. Wengi walishaingia leba wengi. Jina Bwana libarikiwe. Inawezekana hata hapa kuna nesi, na nesi naye mwenyewe nesi tena mkunga naye alishaingia wapi? Leba. Jina Bwana libarikiwe. Yaani mama atapata ujauzito, atatembea nayo miezi 9. Vurugu zote zitakazokutana nazo, baraka zao yeye anazivumilia tu. Anajua kabisa kwamba haina shida, mimi kuna siku nitapata baraka. Hata kama mtoto anapiga mangumi huko tumboni, yeye anajua siku ikifika miezi 9 nitapata baraka. Yaani anajipa moyo. Sawa eh? Lakini nikuulize swali mwanangu, kuna siku na sekunde na saa ambayo ujanja wake wote, hata wenesi, hata wenani, lazima atamuhitaji mtu wa kumtoa hapo kwenye kibano. Lazima amuhitaji mtu wa kumtoa hapo kwenye kibano. Nani huyo mtu? Huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni nani? Nesi wako wengi. Nani huyo mtu? Nesi anayeitwaje? Ukunga. Yaani wewe hata ufanyeje, lazima utamuhitaji mkunga kwa dakika ile ya mwisho, ili uweze kuzipokezo baraka zako ulizokuwa unazosubiri, na mpaka kwenye sanduku lishanunwaga na manguo ya mtoto na nini. Inawezekana siku hizi teknolojia ipo, chaendaga na kwenye sonograph lishajua unazaa mtoto wa kike au kiume. Lakini zamani sisi tulikuwa tunamwambia Bwana tunataka wa kiume, na kwa imani anakuja wa kiume. Hakukuwepo na sonograph. Tulikuwa na imani ya kubadilisha hata huko tumboni, wa kike akawa kiume, wa kiume akawa kike. Leo mnaenda, badala ya kumtumia Mungu wako akwambie, unaenda kwenye sonograph, unakuta mtoto wa kike, unaanza kuandaa nguo za kike na nini. Lakini kwenye mapano itakapofika, my friend, utaanza kupiga kelele, mkunga uko wapi? Mkunga uko wapi? Mwenzio nakufa, nisaidie. The same thing applies to your spiritual father. Yaani baba wako wa kiroho ndiye wa kuweza kukutoa. Kuna mahali utafika huwezi kutoka, lazima yeye akutamkie kutoka. Ningefikiri ungepiga makofi mengi kwa sababu unaye baba. Kuna wengine hawana baba kuwatamkia. Wewe unaye baba kukutamkia, alafu unajua kabisa kwamba my father is yani yeye ni mtu wa rohoni kweli. Jina Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ili uweze kufika kwenye hatima yako, hatima ya kumpata mtoto uliomtegemea miezi 9, lazima utamkiwe neno na kuhani wako. Kama ulikuwa unataka ufanye biashara ufikie kuwa milionea, lazima ifike mahali utamkiwe neno na kuhani wako. Kama ulikuwa unataka uwe sijui wa kimataifa nini, lazima utamkiwe neno. Jitihada zako utazifanya sana, utapiga mbio sana, lakini kuna mahali usipotamkiwa, my friend, huwezi kuvuka. Jamani libarikiwe. Jamani libarikiwe. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Sasa jioni wewe njoo, baba akutamkie chochote atakachoshuhudiwa na Mungu, tukutamkie. Unatakiwa uishije wiki hii nini kifanyike kwako, mwezi huu Oktoba iweje, na miezi mingine inayobaki kumaliza mwaka iweje. Lazima tukutamkie sisi, kwa sababu vingine hata ujui. Hata sisi wakati tunapotamka hata hatujui, lakini tunaamriwa kwa pressure ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Simama juu. Simama juu. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Sharabatakatu. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Shiramoto. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa, na utukufu na
sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye hivi naweza niwe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye naweza niwe. Hebu sema maneno haya, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba nisaidie sana, naomba usaidie sana, niwe na moyo uliopondeka, niwe na moyo uliopondeka, niwe mnyenyekevu, niwe mnyenyekevu, nilitii neno lako nilitii neno lako ninapolisikia. ninapolisikia. Lakini Mungu, Lakini Mungu, naomba uniwezeshe naomba uniwezeshe kutafuta maarifa yaliyozidi nilionayo, kutafuta maarifa yaliyozidi nilionayo, ili kwamba Mungu ili kwamba niweze kuifikia kiurahisi hatima ya maisha yangu. uweze kuifikia kiurahisi hatima. Maisha haya umenipangia wewe, Maisha haya umenipangia, lakini jitihada ya kuyafikia ni mimi. lakini jitihada ya kuyafikia ni mimi. Ndio maana nakuomba Yesu, Ndio maana nakuomba unisaidie, unisaidie, kwa kuwa umesema kwa kuwa umesema bila wewe mimi sitaweza. bila wewe mimi sitaweza. Baba, ninakushukuru mno Baba, nakushukuru mno kwa kuwa utafanya hivyo. kwa kuwa utafanya hivi. Jalie neema kuhani wangu Jalie neema kuhani awe na la wako, kunitamkia, awe na la kunitamkia, niweze kuifikia hatima yangu, niweze kuifikia hatima katika jina la Yesu. katika jina Pe la Yesu makofi mengi na vigelegele. Amen, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mama Chacha, haleluya. Kaa. Nikuombe Bishop, naomba jioni somo hili ulirudie jioni. Namuomba alirudie somo hili jioni, kwa sababu ni somo kubwa sana la kutufikisha kwenye hatima. Huwa kuna hatima mbili, kuna hatima mbaya na hatima njema. Kuna anayemaliza vibaya na anayemaliza vizuri. Nilikuwa na kufuatilia hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, na umejaribu kukimbia kwa sababu ya muda nadhani, ili usiwaudhi watoto wako. Hatima, siri ya kukufikisha au ya kunifikisha katika hatima yangu. Mimi nimeandika hatima yangu nzuri. Siri, hivi vitu vitano ni siri. Kwenye ile siri ya kwanza ambayo amemsoma yule nani, mwana mpotevu. Yule mwana mpotevu alijaliwa kujua alikokuwa, akajaliwa kujua mahali alipo, lakini akajua kwamba natakiwa niwe wapi. Hapa nilipo sio penyewe, natakiwa niwe mahali fulani. Alichukua hatua, akasema hapana, hapa nilipo sio, hapa nilipo sio kwenyewe, sio penyewe. Akachukua hatua. Yaani usipojua kwamba natakiwa niwe wapi, hautachukua hatua yote. Ila ukijua hapa nilipo sio penyewe,
natakiwa niwe mahali fulani. Na kuambia hivi, kwa vyovyote vile, kwa kama bila kujali kwamba utaonekanaje. Yule mwanampotevu alikuwa ameshamuudhi baba yake, maana yeye aliomba urithi, akapewa sehemu yake, akaenda kwa katapanya. Lakini alipojua alipotoka, nimetoka wapi, hapa nilipo ni wapi, nitakiwa niwe wapi, alirudi kwa baba yake. Potelea mbele kabisa, nichukulia baba, naenda. Ili tufanikiwe, na ni sehemu ambayo mimi nimeshaiona. Naomba katika maisha yako uombe roho ya unyenyekevu. Omba roho ya unyenyekevu, roho iliyopondeka. Hii ya maombi yameiruka. Akasema ili uweze kufikia hatima yako nzuri, siri. Mama James, hebu njoo. Huyu nilimpenda. Kuna siku moja aliniambia hivi, baba, huyu aliniambia, baba, unavyoniona hivi, nataka niende nikasome Dar es Salaam. Vipi baba, unataka kusoma tu? Naenda kusoma. Naona hapa nilipo sio penyewe, kuna kiwango ambacho nataka nikifikie. Sio, niambie hivyo. Naenda kusoma, hata kama sitachukua miaka mingi, lakini naenda kusoma. Nikampongeza sana. Anajua alikotoka, anajua mahali alipo. Alisema bado hajafika. Kuna kiwango ambacho anatamani kukifikia kulingana na fani alionayo. Nenda kakae mwana. Akaniambia hivi, nataka nifikie kiwango cha kushona shela zenye viwango. Naenda kusoma. Hivyo kila kazi ulionayo ni lazima, naomba nikwambie, ni lazima, kwa kazi yote ulionayo lazima uitafutie kiwango cha juu cha elimu ili upate maarifa. Tafuta kiwango cha juu upate maarifa kwa fani yako yote. Hata kama ni kilimo, unaenda kasomee kilimo. Wewe si mkulima, bwana iko wapi? Kasomee kilimo. Hii ya kupanda maeka mengi unavuna kidogo haifai. Lima eka moja, vuna magunia mengi, ulitunze kitaalamu na bila kuchoka. Tunalima maeka mpaka 7-8, ulikipata gunia 20, mwaka huu nimepiga. Hamna. Kila mmoja fani alionayo akaisomee ili uifanye kwa ufanisi, uongeze maarifa hapo. Fanya biashara, nenda kasomee biashara. Na sio paka kwenda Dar es Salaam au kwenda wapi. Kuna mengine tu hapa tu. Mimi nakumbuka Bishop tulikuwa naye chuoni ile 2008 2000 ngapi, tukule Dar es Salaam. Mimi nilikuwa namaliza darasa hili hapa, namaliza darasa hili hapa. Wengine wacha wamepumzika. Tukua chumba kimoja na wacha wamepumzika, nenda kwa darasa lingine. Unajaribu kutafuta elimu upate ujuzi. Na ujuzi huu namshukuru Mungu kwenye nafasi ambayo Mungu ameniweka kwa miaka hii. Umesaidia sana jimbo. Nikasema kumbe ilikuwa ni mpango wa Mungu. Wengine waacha wamepumzika, wametoka kwenye darasa, wamechoka. Kisa sasa hapana, mimi naunganisha darasa lingine. Natoka Temeke naenda Kigamboni na Mbagala. Ni kujimwagia maji tu na maji yenyewe Dar es Salaam. Ukijimwagia maji hapo hapo bado unaoga, jasho tayari limeshaufunguka. Naomba kila mmoja kwa fani alionayo. Salome yuko wapi? Mama wewe kasome. Uandike kwenye ofisi yako, tunapamba na maharusi. Usishe tu kupaka nani tu ni shadow nani na tunapamba na maharusi. Uwe kwenye viwango vya juu
kwenye mlango pale weke bango, tunapamba na maharusi. Maharusi na wanapotoka pale waseme pale kwa Mamorini safi. Nazungumzia kwa habari ya kuongeza kiwango. Mama Dani, biashara ile kaisomee ile biashara. Sema hapa sijafika. Kuna jamaa ambalo lilisomea biashara, lilikuwa linauza chumvi. Lilikwenda Vanjuga hapa tu. Likipiga tu janje. Munu. Yaani ile zile njuga tu zinakusanya watu. Upate tekniki za kuweza kuvuta watu. Utawavutaje? Acha kuangalia bei kubwa. Hautanipunja. Wengine kama nasukia 5,000, wewe sukia 4,000 au 500. Ile 500 tu itawavuta watu wengine waje kwako. Suna elimu. Ule mzunguko ile cycle ile inakupandisha juu. Bwana asifiwe sana. Kingine cha mwisho ambacho kuzungumzia, naomba ujitahidi kujiungamanisha na madhabahu ya Mungu wa kweli. Unajua wengine mpaka wanajichanganya mpaka leo hii. Wanajichanganya. Kwenye madhabahu ya hapa ushirika EAGT wapo. Wengine mpaka kwa Mwamposa wapo. Utaishi maisha ya shida. Hutoki nakwambia. Hutoki. Na mbinguni huendi, maana Mungu wetu sio Mungu ambaye anahitaji visaidizi. Mungu wetu anajitegemea. Hategemei chumvi, hategemei maji, hategemei mafuta, hategemei udongo, hategemei nini. Mungu wetu ni Mungu anayejitegemea. Jaribu kujiungamanisha na madhabahu ya Mungu wa kweli. Acha wanaojiungamanisha wajiungamanisha madhabahu uone. Mungu wetu anatosha. Jiungamanishe na madhabahu ya Mungu wa kweli. Potelea mbali hata tukianza ibada saa 10, tuanze saa 11 nusu sawa. Na sifa isiwepo, malizie tuhubiri sawa tu saa 1 1 hours. Lakini ni somo kubwa, naomba ulirudie somo baba hili. Hapa ndipo walipokwenda kuangamiziwa wengi hapa. Madhabahu, unasema madhabahu wewe. Yaani kusema ule ukweli, mimi naomba tu nikushukuru Bishopu, Askofu, nashukuru sana. Yaani kabisa umeonyesha kutupenda, unatamani tutoke. Yaani kwa masomo haya ambayo ametufundisha kabisa, shauku yake ni ili tutoke. Tufanikiwe. Tuende kwenye viwango vingine, kwenye hatua nyingine. Naomba ili uone hatua kweli ni hatua nyingine, yaingize mafundisho haya kwenye utendaji kazi. Kayatendee kazi. Yatendee kazi. Kuna mtu mmoja yaani kwa masomo haya kabisa Mungu anatupenda. Nakushukuru sana Baba yetu uliye juu mbinguni. Nakushukuru sana kwa jinsi gani unavyolipenda kanisa lako. Nakushukuru sana kwa jinsi ambavyo unavyokwenda kulifundisha kanisa. Unalijenga katika msingi ulio imara. Unalijenga katika mwamba ambao ni Kristo mwenyewe. Baba, asante hata kwa mtumishi wako.
ambaye umemleta mahali hapa ili kanisa lako liweze kujengwa, liweze kuimarishwa, liweze kuwa salama siku zote. Maana Mungu ulisema kanisa lako utalijenga juu ya mwamba, wala milango ya kuzimu haitalishinda kamwe. Kwa mafundisho haya naamini kabisa kanisa lako litasimama, litasonga mbele, litaendelea, wala milango ya kuzimu haitalishinda kamwe, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwaminifu, asante kwa mtumishi wako aliyemleta mahali hapa. Mungu nakushukuru kwa kumekuwa kumtumia vema. Nenda kambariki na yeye, nenda kamukanie katika maisha yake yote, na kwa huduma hii na utumishi huu uliokwenda kumpa. Baba, usimuache, usimpungukie. Uweza wako, nguvu yako, mamlaka yako aendelee kuvishuhudia. Baba, utukuzwe sana, upewe sifa kwa ajili ya ibada ya leo. Tulipoanza ibada tulikuita. Asante, umeonekana sana. Hata kama shetani anataka kuijinua, lakini ameshindwa. Natangaza ameshindwa, ataendelea kushindwa katika jina la Yesu Kristo hai. Kristo Yesu utaendelea kuinuliwa juu siku zote. Tunapotawanyika mahali hapa, wanao wote wa kiume na wa kike, walika mbalimbali, na wakabidhi mikononi mwako. Tutunze, tulinde, utuponye. Naomba kibali jioni tena saa 10 tuwepo mahali hapa kwa ajili ya kukuabudu tena. Kwa jina kuu takatifu la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen.